Bwana, moto unaendelea kuwaka kwa sababu toka dabi iahirishwe kumekuwa na fukuto kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakitoa matamko mbalimbali, hawa wakizungumza hili, hawa wakizungumza vile, lakini msimamo wa Yanga ulibaki vile vile kwamba wao hawatopeleka timu na hutakuwa na mchezo wa aina yoyote ule ambao utachezwa kwenye raundi hii ya pili. Kwa hiyo wao wameshamaliza ratiba yao na wanachosubiri wao ni pointi zao 3 ambazo wanatakiwa kupewa, wanavyodai kwamba anastahili kupewa pointi 3 kwa sababu Simba alikimbia mechi ya kwenda uwanjani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni taarifa ambayo sio ngeni kwenye masikio ya wengi, lakini hivi karibuni zilisikika kauli za Mheshimiwa Karia kabla bodi ya ligi haijatoa tamko lolote. Alizungumza na kusema kwamba kuna shida pale Yanga kwa sababu amekuwa akiwa save kwa muda mrefu, amekuwa akiwasaidia kwa muda mrefu kwenye mambo yao, lakini wao hawamthamini yeye kama kiongozi, badala yake amekuwa akimpa kama tope na kumpia haki sehemu mbalimbali. So baadaye ikatoka barua ya bodi ya ligi na kutoa taarifa kwamba hakuna pointi 3 za bure kwa sababu ya mchezo ule haukuwepo na ni mchezo ambao uliahirishwa. Kwa hiyo hatuwezi kutoa pointi 3 kwa mchezo ambao tunaweza tukasema umeahirishwa na nyinyi mlipeleka timu uwanjani. Kwa hiyo na kanuni pia wamesema kwamba sisi tumeahirisha mchezo na nyinyi mmepeleka timu uwanjani, na maana nyinyi pia mmevunja kanuni. Kwa hiyo mnatakiwa kuchukuliwa hatua zaidi za kisheria kulingana na katiba yetu ya TFF. Kwa hiyo mambo ni mengi. Yanga hataki adhabu, wao wanataka pointi 3. Yaani hawataki kuonekana kama wana makosa, wanataka kuona kwamba wao wanaonewa na vitu vingine kama hivyo. Lakini sijui nani mwenye haki kwenye hili kwa sababu sio mtaalamu sana mambo ya sheria za kimichezo. Kwa hiyo ni kuachie wewe, unafikiri ni kitu gani ambacho kinawapa confidence hii Yanga ya kuzungumza maneno kama haya? Hii ni NTV.